إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل watukufu Islam na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. Hakika watakaofaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala ni wale ambao wanajitahidi katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Watukufu Islam, tupo katika Eid al-Adha, tupo katika Eid ya kuchinja. Baada ya kutawanyika hapa, tutaelekea kuchinja wanyama ambao Allah tabaraka wa taala ametujalia na ameturuzuku. Kwa ajili hiyo, katika hii khutba ya Eid tutakumbushana mambo muhimu ambayo yanahusiana na hii ibada ya kuchinja, ili Muislamu ambaye anatekeleza hii ibada atekeleze ibada hali ya kuwa anafahamu utaratibu wake sahihi ambao umekuja kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa taala na katika sunna za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ibadallah, ibada ya kuchinja ni ibada bora mbele ya Allah tabaraka wa taala. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, ibada bora ya mali ni kuchinja na kumwaga damu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na ibada bora ya mwili ni kusali kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala amezikusanya hizi ibada mbili sehemu moja, akasema Allah tabaraka wa taala, fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala na chinja kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Akataja Allah tabaraka wa taala ibada mbili kubwa, moja ni ya upande wa mali, kuchinja kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na nyingine ni katika upande wa mwili, kuswali kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, kuna wanyama ambao sheria imewainisha
kwamba hawa ndo wanyama ambao wanakubalika katika ibada ya kuchinja. Ni wanyama gani ibadallah? Wanasema ahlul ilmi rahimahumullahu ta'ala, wanyama ambao wanafaa kuchinjwa, wanakubalika kuchinjwa ni ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Hawa ndo wanyama ambao wanachinjwa katika ibada ya kuchinja ibadallah. Wanyama wengine wanaofugwa na wengine ambao hawafugwi, pengine ni wakuwinda, hawatoingia katika hii ibada ya kuchinja ibadallah. Na hawa wanyama wanatakiwa watimize umri ambao unakubalika kisheria. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la tadhbahu illa musinna, msichinje isipokuwa musinna. Mnapotekeleza ibada ya kuchinja mnajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. La tadhbahu illa musinna, msichinje isipokuwa musinna. Walmusinna ibadallah ni ngamia ambaye ana miaka 5 na kuendelea. Ngamia ambaye atakuwa chini ya hapo hatakubalika katika hii ibada. Na ni ng'ombe ambaye ana miaka 2 na kuendelea. Ng'ombe ambaye umri wake utakuwa chini ya hapo hatakubalika. Na ni mbuzi ambaye ana mwaka 1 na kuendelea. Mbuzi ambaye atakuwa chini ya hapo hatakubalika ibadallah. Na kwa pande wa kondoo, inaruhusiwa kuchinja kondoo mwenye miezi 6, lakini bora zaidi ni yule ambaye ametimiza mwaka ibadallah. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam la tadhbahu illa musinna illa an ya'sura alaykum fatadhbahu jad'atan min ad-da'n. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kama utakosa kondoo mwenye mwaka, imma kwa sababu bei zake ni kubwa, ni ghali, ukashindwa kufikia hiyo bei, hiyo thamani, au wanyama hawapatikani kabisa, akapatikana kondoo ambaye ana miezi 6, mchinje na ibada yako inakubalika mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, na katika mambo ya kuzingatia katika hii ibada ya kuchinja, huyo mnyama ambaye unamchinja sawa sawa kawa ni ngamia au ng'ombe au mbuzi au kondoo, anatakiwa asalimike na kasoro ambazo mnyama akiwa nazo hatokubalika mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja alisimama akawa anawahutubia waislamu, akawaambia arba'un la tajuzu fi dhahaya, wanyama wa aina 4 hawakubaliki katika ibada ya kuchinja. Mnyama wa kwanza akasema al-awra al-bayyin awaruha, ni mnyama ambaye ni chongo chake kiko wazi, ni yule ambaye jicho lake limetokeza nje au limezama ndani. Huyu mnyama hakubaliki ibadallah. Na wanasema ahlul ilm, kama huyu hakubaliki ambaye ni chongo, yule ambaye ni kipofu, huyo ndo hakubaliki mimbabi aula. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja mnyama wa kwanza akasema al-awra al-bayyin awaruha, ni yule ambaye ni chongo chake kiko wazi. Maana yake kama kiko wazi, kipo kwa mbali, huyu mnyama anakubalika mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wal maridatu al-bayyin maraduha, na mnyama ambaye ni mgonjwa, ugonjwa wake uko wazi, mfano hachungi pamoja na wenzake, unamuona amelala muda wote, au mara analala, mara anasimama, mara anaenda huku, mara anaenda huku. Huyu ni mnyama ambaye shida yake iko wazi.
maradhi yake yako wazi. Mtume anasema wal maridatul bayyin maraduha, mnyama ambaye ni mgonjwa, ugonjwa wake uko wazi, huyu hakubaliki katika hii ibada, huyu hakubaliki katika hii ibada ya ibadallah. Watukufu Islam, na wanasema wanachioni ya kwamba yule mnyama ambaye ana upele kwenye ngozi yake, kuna baadhi ya wanyama wako hivyo, ukimwangalia ngozi yake imeshambuliwa na upele, ana vidonda kwenye ile ngozi yake, huyu vile vile anahesabika ugonjwa wake uko wazi, hata kubalika katika hii ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wal arja al bayyin dala'uha, na mnyama ambaye anachechemea, kule kuchechemea kwake kuko wazi kiasi ambacho anapokuwa anatembea na wenzake wanaenda kwenye malisho, yeye anakuwa nyuma, wenzake wanakuwa mbele, anatembea kwa kuhangaika, kule kuchechemea kwake kuko wazi, huyu vile vile hakubaliki katika hii ibada. Wakasema ahlul ilmi rahimahumullah ta'ala kwamba kama huyu hakubaliki ambaye anachechemea, yule ambaye amekatika mguu au mkono, huyu ndo hakubaliki mimbabi aula. Ibadallah, na akasema bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wal ajfa allati la tunqi, na mnyama ambaye amekonda kikweli kweli, ima kwa sababu umri wake umeenda, ni mnyama ambaye ni mzee mno, au amekonda kwa sababu ya kukosa lishe, huyu ni mnyama ambaye vile vile hakubaliki ibadallah. Kwa hiyo unapokuwa unachinja, hakikisha mnyama wako amesalimika na hizi kasoro, ili ibada yako iweze kukubalika mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hizi kasoro 4 mnyama kiwa nazo hatakubalika katika ibada. Lakini kuna kasoro nyingine, wanasema ahlul ilmi rahimahumullah ta'ala, kama mnyama atakuwa nazo atakubalika, lakini hapendezi. Kutafuta mnyama ambaye hana kasoro kabisa ndo aula na ndo bora zaidi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mfano mnyama ambaye amekatika pembe au masikio au mkia, huyu ni mnyama ambaye hapendezi, lakini ukitekeleza, ukimchinja, ibada yako inakubalika mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na kutafuta mnyama ambaye hana hizi kasoro, ukitafuta mnyama ambaye hana kasoro kabisa, hiyo ndo aula na hiyo ndo bora zaidi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitekeleza hii ibada ya kuchinja. Angalia wanyama ambao walichinjwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili uweze kumwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii ibada, na ibada yako iweze kuwa na ujira mkubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Katika hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anasema dhabaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, dhaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bikabshaini, Mtume sallallahu alayhi wasallam alichinja kondoo wawili dume, aqranaini, ni kondoo ambao walikuwa na mapembe, wana yale mapembe yao. Amlahaini, ni kondoo ambao walikuwa na rangi nyeupe au wamechanganya nyeupe na nyeusi. Dhabahahuma biyadihi, hawa wanyama Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwachinja kwa mkono wake. Ndio akasema ahlul ilmi rahimahumullah ta'ala kwamba kama unaweza ukachinja mwenyewe, hii ni ibada, unajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, jitahidi uchinje mwenyewe kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Dhabahahuma biyadihi, aliwachinja kwa mkono wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala anasema wa amara Abu Musa banatihi an yudhhina biaydihinna. Abu Musa katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaamrisha wale mabinti zake ambao walikuwa na udhiya, walikuwa na wanyama wa kuchinja katika Eid, an yudhhina biaydihinna,
wachinje kwa mikono yao, kwa sababu hii ni ibada, wanajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Maana yake hata mwanamke ambaye ana mnyama inapendeza asimamie hii ibada mwenyewe, mwanaume asimamie mwenyewe na mwanamke asimamie mwenyewe. Hii ni ibada, anajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini kama hatoweza, inafaa kumweka mtu mwingine ambaye anafahamu kuchinja, akakuchinjia na ukasimamia hii ibada kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwachinja kwa mkono wake hawa kondoo, wasamma, na akasema bismillah. Na wanasema ahlul ilmi kwamba kusema bismillah ni lazima. Kama utaacha maksudi, huyu mnyama hatakuwa halali kuliwa. Kama utasahau, kuna wanachuoni wanasema vile vile mnyama hatakuwa ni halali. Lakini kuna wanachuoni wengi wakasema kwamba mnyama atakuwa ni halali kama utakuwa umesahau bahati mbaya katika kuchinja, ukajikuta haujasema bismillah, bahati mbaya haujakusudia, huu mnyama anakuwa ni halali, unakula pamoja na watu wengine wanakula, na unatoa sadaka kama ambavyo tutakuja kueleza mbele insha Allah taala. Mtume sallallahu alayhi wasallam samma wa kabbar, alisema bismillah na akasema Allahu akbar. Wanasema wanachuoni ya kwamba kusema Allahu akbar ni sunna, lakini kusema bismillah hiyo ni wajibu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema bismillah na akasema Allahu akbar, akaweka mguu wake kwenye shingo ya mnyama kwa ajili ya kumdhibiti na kumchinja vizuri. Angalia, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliandaa kondoo ambao ni wazuri, wana sura nzuri, ni kondoo ambao ni wakubwa, ni wanene, kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa na wewe unapokuwa unatekeleza hii ibada, tafuta mnyama ambaye ni mzuri, mnyama mkubwa, mnyama mnene. Unafanya hivyo kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Na unatafuta mnyama ambaye amekamilika viungo vyote kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ibadallah, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mji wa Madina walikuwa wananenepesha wale wanyama wa kuwachinja katika Eid. Anasema Abu Umama bin Sahal radiyallahu ta'ala anhu, kunna nusamminu al-udhiyata bil Madina, tulikuwa tunanenepesha wanyama wa kuchinja kwenye Eid katika mji wa Madina. Wa kana almuslimuna yusamminun, na vile vile waislamu walikuwa wanafanya hivyo, wanatafuta wale wanyama ambao ni wazuri kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Na anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wal ajru fil udhiya ala qadri al-qimati mutlaqa, ujira ambao mtu anaupata katika ibada ya kuchinja unaendana na thamani ya mnyama, unaendana na ukubwa wa mnyama. Kama mnyama thamani yake ni kubwa, mnyama ni mkubwa, mnyama ni mzuri, ujira wake ni mkubwa zaidi kwa Allah tabaraka wa taala. Yule mwenye kuadhimisha nembo za Allah tabaraka wa taala, fa innaha min taqwa alqulub, huo ni ucha Mungu ambao upo katika moyo wake, anafanya hivi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Katika ibada ya kuchinja, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anasema ya kwamba Muislamu anatakiwa azingatie mambo matatu ili ujira wake uwe ni mkubwa zaidi kwa Allah tabaraka wa taala. Jambo la kwanza, al-istithman, tafuta mnyama ambaye amenenepa vizuri. Jambo la pili, al-istihsan, tafuta mnyama mwenye rangi nzuri. Rangi nzuri ni nyeupe, kisha inafuatia ile ambayo ni nyeupe na ni nyeusi. Na jambo lingine, wal-isti'dam, tafuta mnyama ambaye ni mkubwa ili ujira wako uwe ni mkubwa zaidi kwa Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, kuna adabu ambazo Muislamu anatakiwa azichunge wakati anachinja. Katika hizo adabu, ile ala ya kuchinjia, kile kisu cha kuchinjia kinatakiwa kiwe ni kisu ambacho ni kikali.
ili akichinja mara moja tayari ameshamaliza. Akichukua kisu ambacho sio kikali atakuja kumuumiza mnyama, atasugua muda mrefu, atakuja kumuumiza mnyama, na hili ni jambo ambalo halitakiwi. Angalia mtume anasemaje. Mtume anasema inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in, hakika Allah tabaraka wa taala ameandika kufanya vizuri, kufanya wema katika kila jambo. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla, mkiua uweni vizuri. Wa idha dhabhtum fa ahsinu adh-dhibha, mkichinja chinjani vizuri. Waliyuhidda ahadukum shafaratahu, mmoja wenu anoe vizuri kila kisu chake ambacho anakitumia. Waliyurih dhabihatahu, ili aweze kumstarehesha yule mnyama ambaye anamchinja, asije akawa anamuumiza, anachukua muda mrefu kwenye kuchinja. Hii itapelekea kumuumiza mnyama na kumtasa mnyama. Haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika adabu za kuchunga ibadallah, unapochinja hakikisha kwamba wanyama wengine hawaangalii, hawatizami, kwa sababu ukifanya hivi ukawa unamchinja huyu hapa, wengine wako hapa wanaangalia, itakuwa ni sababu ya kuumia. Utawaumiza mara mbili, utawatesa mara mbili. Haya ni mambo ambayo ameelekeza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika adabu ya kuzingatia vile vile, wanasema wanachuoni ya kwamba unapokuwa unaandaa kisu au panga, unanoa, usinoe hali ya kuwa wanyama wengine wanakuangalia. Usinoe hali ya kuwa wanyama wanakutizama, utakuja kuwaumiza vile vile. Na hili ni jambo ambalo halitakiwi. Unatakiwa ufanye ihsan katika kutekeleza hii ibada ya Allah tabaraka wa taala. Na jambo lingine ibadallah, kama tulivyoona, ni lazima kusema bismillah wakati wa kuchinja. Ukisema bismillah ukabadilisha kisu, hiyo haitodhuru, hautorudia tena. Lakini ukisema bismillah kwa ajili ya huyu mnyama, ukaambiwa muache huyu, njoo chinja huyu, anza na huyu, wanasema wanachuoni itabidi urudie bismillah, kwa sababu huyu ni mnyama mwingine. Ukisema bismillah ukachukua muda mrefu, ukitaka kuchinja itabidi urudie. Lakini kama umesema bismillah haikuchukua muda mrefu, baada ya hapo ukawa unaelekea kuchinja, hautorudia. Haya ni mambo ambayo Muislamu anatakiwa yafahamu. Kwa hiyo katika adabu ni kusema bismillah na kusema Allahu akbar. Hii ni sunna, na ukimwomba Allah tabaraka wa taala akukubalie hii ibada, ukasema ewe Mola wangu, hii inatoka kwako na natoa na chinja kwa ajili yako, na kuomba unikubalie, ni jambo ambalo ni zuri vile vile. Lakini wanasema wanachioni, wanasema bismillah sio bismillahir rahmanir rahim, na wala hakuna kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati unachinja. Hiyo haijathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na baadhi ya watu wakati anasema bismillah anamfutafuta mnyama mgongo wake, hili vile vile halijathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ibadallah, na katika adabu vile vile, unapochinja mwelekeze mnyama kibla. Elekea kibla, hii ni sunna na inapendeza, lakini sio lazima. Kama mnyama ataelekezwa sehemu nyingine, ibada ni makbula inda Allah taala, ibada inakubaliwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, na katika adabu za kuzingatia vile vile, wanasema wanachuoni ya kwamba haitakiwi kuanza kumchuna mnyama na kuanza kumkatakata mnyama hali ya kuwa bado hajafa. Bado hajafa wewe tayari umeshaanza kuchuna, umeshaanza kumkatakata. Haya ni mambo ambayo hayatakiwi. Muislamu anatakiwa afuate utaratibu ambao ameuelekeza na ameufundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ibadallah,
na katika mambo ya kukumbushana vile vile kuhusiana na udhuhiya ni muda wa kuchinja. Muda wa kuchinja unaanza baada ya swala ya Eid. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man dhabaha qabla as-salah fa inma dhabaha li nafsihi, yule ambaye atachinja kabla ya swala, huyo amechinja kwa ajili ya nafsi yake, amechinja kwa ajili yake yeye. Ni mboga atatumia, akitaka anauza, atafanya anavyotaka yeye. Wa man dhabaha ba'da as-salah, yule ambaye atachinja baada ya swala, faqad tamma nuskuhu, huyo ibada yake imetimia. Wa asaba sunnatal muslimin, na huyo atakuwa amepatia sunna ya Uislamu ambayo ameifundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo muda wa kuchinja unaanza baada ya swala, na kuchinja siku ya kwanza ni bora zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu inaonyesha pupa ya kheri, kukimbilia katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Mwisho wa kuchinja ni nini? Mwisho wa kuchinja kwa kauli rajih ni siku ya 13. Kwa siku za kuchinja ni 4: siku ya Eid baada ya swala, siku ya 10 na siku ya 11 na 12 na siku ya 13. Likizama jua basi muda utakuwa umeshaisha wa kuchinja. Muislamu anatakiwa jitahidi atekeleze ibada ndani ya muda ambao umefundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, asije akachelewesha mpaka muda ukaisha. Hiyo itakuja kuwa ni sababu ya kutoka katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Watukufu Islam, ukichinja hii nyama unaigawa vipi? Wanasema wanachuoni ya kwamba hii nyama unaigawa mara 3: theluthi ya kula, theluthi ya kutoa sadaka, na theluthi nyingine unatoa zawadi. Kuna wanachuoni wanasema ya kwamba unagawa mara 2. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema, fakulu minha, mkichinja kuleni, wa at'imul ba'isal faqir, na mlisheni, mpeni nyama yule ambaye ni fakiri, yule ambaye ana hali ngumu na mazingira magumu. Allah tabaraka wa taala hapa akataja sehemu 2: kuleni na toeni. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hii nyama ni gawa mara 2. Katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kuleni nyama mkichinja, wadakhiru, na wekeni akiba, watasaddaqu, na vile vile toeni sadaka, wapatieni maskini na mafakiri. Ndio maana wanasema ahlul ilmi rahimahumullah ta'ala, katika faida za udhuhiya, katika hikma ya udhuhiya ni kuwafurahisha maskini na mafakiri siku ya Eid. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fakulu wadakhiru watasaddaqu, kuleni na wekeni akiba na toeni sadaka. Unatakiwa jitahidi kumpatia ndugu yako, jirani yako, kile ambacho Allah tabaraka wa taala amekujalia, hata kama sio Muislamu. Wanasema wanachuoni ya kwamba inafaa kumpa, ima ni kwa sababu ni jirani au ni fakiri au ni rafiki, inafaa kumpa. Allah tabaraka wa taala anasema, fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar. Allah tabaraka wa taala anasema, mkichinja kuleni na mpeni yule ambaye haombi. Kuna baadhi ya watu haombi kabisa, usiseme mbona hajaniomba, mbona amekaa kimya, mpelekee, mpe. Fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar, na yule ambaye anaomba vile vile mpe kile ambacho Allah tabaraka wa taala amekujalia. Alimuhimu ibadallah, Muislamu akichinja na kula, anatoa sadaka, anatoa zawadi, na akiweka akiba kwa ajili ya kutumia siku zinazofuata, hakuna ubaya katika hilo, kama tulivyoona katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Watukufu Islam, hairuhusiwi kuuza nyama ya udhuhiya, hairuhusiwi kuuza nyama wala ngozi. Wanasema wanachuoni, ukiuza ngozi toa sadaka ile thamani yake, usijokana
kwa sababu hii ni nyama ambayo umetoa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Na katika masharti ya udhuhiya vile vile ibadallah, udhuhiya inatakiwa iwe ni miliki ya mtu ya halali. Mnyama ambaye unamchinja anatakiwa awe ni miliki yako ya halali, sio mnyama wa kuiba wala kupora. Na vile vile huyu mnyama ambaye unamchinja anatakiwa awe ametokana na pato ambalo ni la halali, awe ametokana na chumo ambalo ni la halali. Kama mtu atachinja mnyama ambaye amemnunua na pato la haramu, mfano amemnunua na pato la riba, ni mtu wa riba akanunua udhuhiya, hii haikubaliki. Au akanunua kwa pesa ya kutapeli, vile vile hii haitakubalika. Inatakiwa iwe ni miliki ya halali na iwe ni pato la halali ibadallah. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, hakika Allah tabaraka wa taala ni mzuri na Allah tabaraka wa taala hakubali isipokuwa kile ambacho ni kizuri. Ibadallah, kama mnyama wa udhuhiya atapotea kwa uzembe, yule mwenye mnyama hakumlinda mnyama, hakumtunza, hakumuhifadhi, kama mnyama atapotea kwa uzembe, itabidi utafute mnyama mwingine uchinje badala yake. Lakini kama atapotea pasina uzembe, akaibiwa, akapotea pasina uzembe, hautolazimika kuchinja badala yake mwingine. Na kama utampata huyo mnyama amepotea, baada ya muda ukampata, utamchinja hata kama muda umeisha. Utachinja kama walivyochinja watu na utagawa kama walivyogawa watu. Watukufu Islam, ibada ya kuchinja ni ibada bora kama tulivyozungumza. Muislamu anatakiwa ajitahidi kutekeleza hii ibada. Kama una uwezo, usiache kutekeleza hii ibada, jikurubishe kwa Allah tabaraka wa taala. Baadhi ya watu ana uwezo, lakini pamoja na hivyo hataki kuchinja kwa sababu ya ubakhili wake. Utamuona anafanya mambo yake mbalimbali, anazunguka nenda huku na huku. Ukifika muda wa kuchinja, anashindwa kutekeleza ibada kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, anashindwa kujikurubisha kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. la yanalu Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tabaraka wa taala hahitaji kwa damu, hahitaji damu wala nyama, anachoangalia ni ule ucha Mungu kutekeleza ibada kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Watukufu Islam, kwa kumalizia khutba na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. Tupo katika siku ya Eid, tupo katika siku bora kwa Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema siku bora mbele ya Allah tabaraka wa taala ni siku ya kuchinja, kisha siku ambayo inafuata ni ile siku ambayo mahujaji wapo katika miwanja ya Mina. Kwa tupo katika siku bora, tusherekee vizuri kwa kufuata taratibu za Kiislamu, mafundisho ya Kiislamu, tusije tukasherekea kwa kumwasi Allah tabaraka wa taala. Baadhi ya watu sikukuu ya Eid ndio sikukuu ya kulewa, ndio sikukuu ya kuzini, ndio sikukuu ya kuacha sala, ndio sikukuu ya kufanya ufusuka mbalimbali. Muislamu anasherekea kwa kufuata sheria ya Allah tabaraka wa taala na kukufuata mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na baadhi ya watu katika sikukuu ya Eid wanaenda kutembelea makaburi. Hili ni jambo ambalo hajafundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Siku ya kutembelea makaburi sio siku ya leo. Na leo ni sikukuu, ni furaha. Ukienda kutembelea makaburi maana yake nini? Maana yake unaleta huzuni. Ukileta huzuni unaondosha furaha ya sikukuu ya Eid. Na leo ni sikukuu ya Eid, ni siku ya kufurahia kwa Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja aliingia nyumbani kwake, akawakuta mabinti wawili wanapiga dufu na wanaimba. Sikukuu ya Eid wanaimba, wanafurahi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaingia ndani akapumzika. Akaja Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, akawakuta wale mabinti bado wanapiga dufu, wanaimba, wanafurahi.
akawakemea, wakajificha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, da'huma ya Aba Bakr, waache ewe Aba Bakr, fa inna likulli qaumin 'ida, kila watu wana sikukuu, kila watu wana sikukuu, kila umma una sikukuu, wa hadha 'iduna, na hii ni sikukuu yetu Waislamu, wache watoto wafurahi. Kwa hiyo wakawa wameacha, wakaendelea kufurahi kama alivyoagiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ni muda wa kufurahi. Ndugu zako ambao wamefariki, ambao wameondoka, wameenda kwa Allah tabaraka wa taala, washirikisha katika thawabu. Ukichinja nuia na wao wapate ujira kwa Allah tabaraka wa taala. Ukichinja nuia upate thawabu wewe, mke, watoto, wazazi, mababu na mabibi waliokuwa hai na waliokufa. Lakini sio muda wa kwenda kutembelea makaburi. Hii haijathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Watukufu Islam, na jambo lingine, tujitahidi katika kusoma dini yetu. Dini ya Kiislamu ni dini ya elimu, sio dini ya ujinga, sio dini ya mazoea, ni dini ya kujifunza na kufanya mafundisho ya Uislamu kama alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ukiangalia Waislamu wengi wamekuwa ni wazito katika jambo la kusoma na kujifunza dini yao, na hili ni jambo ambalo halitakiwi, ni sababu ya kupotea na ni sababu ya kufanya ibada kinyume na alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jambo la mwisho, ibadallah, tujitahidi katika kulinda amani ya nchi yetu. Amani ikipatikana, utakula vizuri, utasoma, utatafuta riziki yako, shughuli zote utafanya vizuri ikipatikana amani. Ikikosekana amani, ibadallah, hautokula, hautolala, hautofanya mambo yako vizuri. Kwa tujitahidi katika jambo la kulinda amani. Katika Uislamu amani imezingatiwa mno, amani imesitizwa mno. Allah tabaraka wa taala akiwataja watu wa peponi anasema watakuwa katika magorofa yao wana amani, kwa sababu amani ikipatikana ndo raha inapatikana. Ukitaka kuona hatari ya kukosekana kwa amani, angalia mataifa ambayo yana vita, angalia mataifa ambayo yana vurugu, utaona kwamba watu wanaumia na watu wanateseka kweli. Angalia wa Sudan, angalia Yemen, angalia Libya. Siku zilizopita hapa karibuni yalitokea mapigano katika mji mkuu wa Libya, Tripoli. Kukawa hakuna amani, amani ikatoweka, watu wakawa wanapata tabu na watu wakawa wanaumia, ibadallah. Kwa tujitahidi sisi Waislamu katika kulinda na kutunza amani. Hata kama utaona kuna mapungufu ya hapa na pale kwa watawala, kama kuna mapungufu labda kwa waziri, labda kwa raisi, labda kwa fulani na fulani katika viongozi, sio sababu ya kuharibu amani. Waislamu wana njia nzuri ya kuondoa haya mapungufu. Katika hizo njia ni kujitahidi katika kushikamana na tauhidi na Uislamu. Allah tabaraka wa taala atatupa watawala ambao ni wazuri, na katika hizo njia ni kuzungumza na watawala, kuwafuata, kuzungumza nao na kuwanasihi na kuwakumbusha. Sio kukaa msikitini ukaanza kuhamasisha uasi na uchochezi, ukaanza kuhatarisha amani. Hii itakuwa ni sababu ya kukosekana amani na hakuna faida ambayo itakuja kupatikana. Amani ni kitu kikubwa, ibadallah. Tujitahidi katika hilo, na wala tusije tukashawishiwa na wanasiasa au na wengine tukaharibu amani ya nchi yetu. Amani ni kitu kikubwa. Angalieni sasa hivi tumekaa hapa, tumeswali Idi, hakuna mtu ambaye anatulinda hapa. Kule Palestina, katika mji wa Gaza, hakuna amani. Nilikuwa nasoma, moja katika watu wa lugha yuko pale Palestina, yupo kaskazini mwa mji wa Gaza, anaelezea masaib ambayo yanawapata watu wa Palestina. Siku moja ameeleza katika ukurasa wake wa X, zamani Twitter,
anasema nimekuja kugundua kwamba Ijumaa imepita baada ya siku 3. Muda wote anasema sisi tunamiminiwa mvua ya makombora, mizinga, roketi, hatuna amani. Lakini kwa masikitiko makubwa Waislamu wengi wamewasahau ndugu zao. Watu wanaona kwenye mitandao ya kijamii, watu wanasoma katika mitandao ya kijamii, wanasikiliza taarifa ya habari, lakini hakuna Muislamu ambaye anakumbuka kuombea ndugu zake wa Palestina na Waislamu sehemu mbalimbali ambao wanateseka na wana shida. Kwa hiyo tujitahidi katika amani na tujitahidi katika kulinda amani, na tumuombe Allah tabaraka wa taala atusaidie katika hilo. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa taqabbala Allahu minna wa minkum salihal a'mal, wa jazakumullahu khairan.